Yes, mashabiki wa media Bukavu TV, kwa muda wetu wa leo wa habari kwa mengi, kwa majira ni reporter Nelson. Kwa muda wetu wa habari huyu leo tuna mengi ya kuwatangazia mashabiki zangu. Kabla niwatangazie habari, niko nayo mengi zaidi. Mashabiki zangu, naomba msamaha, munue razi. Kwa sababu gani? Kwa sababu jana hakuna habari, mlipata habari tu ya asubuhi. Kwa sababu gani nakuja kuwaelezea? Kwa sababu hamujapata habari za jioni tarehe 16 na leo tarehe 17 hakuna habari mumepata ya asubuhi. Kwa sasa mashabiki zangu, nilikuwa nimesafiri kidogo, kwa sasa nimerudi leo kwa sasa kuwapasha habari hizi kama kawaida, kwa sababu nilikuwa nikisafiri jana asubuhi, nilisafiri sikupata muda wa kutengeneza habari wa kwa kabisa, kwa sababu niliona wengi wamenitumia habari wamenitumia message mingi sana kwenye WhatsApp, lakini mashabiki zangu hakuna shida yote, kwa sababu kuna wale waniuliza, bwana habari, kuna changamoto unapitia ama vipi? Kwa kweli nashukuru zaidi kwa wale waliniandikia kwenye WhatsApp. Hata na wewe inabidi uniandikie kwenye WhatsApp ndugu zangu, kwa sababu niliona kweli niko na watu kamili ndani ya media Bukavu TV, na nina watu wananipenda zaidi, wana samahani yangu na mimi nina samahani yenu, na ndio maana nimepata nguvu ya kurudi haraka kwenye usafiri nilikuwa nikisafiri, kwa sababu ya kuangalia, kwa sababu mimi nikisafiri, mnajua kitu moja, nikisafiri ni kuangalia watu wetu wa Kongomani wamepitia changamoto na kuendelea kupeana msaada katika sehemu yenye inaitakiwa msaada. Kwa sababu nashukuru zaidi mashabiki wa kutokea Amerika, Canada, Australia, Ufaransa, ndani yoyote Kinshasa, karibu watu 5 kutokea Kinshasa, na huko mainje majutu kuna watu 12. Katika eneo ya Lubumbashi nimepata wengine 3 walitusaidia, kwa sababu msafiri wetu wa kazi, tukiendesha habari tusaidie na watu, kwa sababu hatuweze kuja tunatangazia wakongomani wanapitia changamoto ya vita, na kwa kweli tunajua wanapitia vita, na tuende tuone hizo hemu wale wakahaji walikimbilia na wanapitia eneo gani, wanalala wapi. Ndio maana unajipata sisi tumeenda kusafiri tukipeana habari, tunatafuta habari. Kwa sasa tunajua kuna wakongomani. Kumbuka hii media zetu Goma TV na Bukavu TV ni media za raia. Tunaenda tunaangalia raia, population inapitia changamoto, na kwa kweli Mwenyezi Mungu ametufariji, tukawaona na tukasaidia kidogo. Mwenyezi Mungu ametujalia, na wale masponsor wetu wale wanaotusaidia, Mungu na appreciate kila mtu yote ameweka mchango wake, na kama wewe haujaweka mchango wako, unaweza kuwa na moyo wa kusaidia watu wanaopitia changamoto kwenye uwanja mapambano. Kuna watu wawili wangapi nataka kuwataigia, watu wanaopoteza familia, wale watoto wamebaki mayatima. Wale watoto wamebaki mayatima, hawana baba, hawana mama, hawana ndugu yoyote, lakini wanasaidiwa na mtu yoyote, yani amechukuliwa na mtu ndio anawasaidia. Na ule mtu, kuna wakati ule mtu na yeye anapitia changamoto ya maisha. Kuna wale tumepata tayari, bwana yake alikuwa kwenye vita, amechukua wale watoto akawalea, hatua na yeye hana msaada yoyote. Wale tunawatazama vizuri na msaada tunawapea. Wale wamama wajane hawana chini na juu, hawana familia, wana uwezo. Tunaona hali wanaolala, maisha wanaolala, tunatumiwa picha, tuna visit, tunaangalia kweli hawa sio watu wa kujifanya. Tayari tukijua ni wa ukweli, support inakufikia. Atuka na wewe, kama uko na changamoto, tuandikie kwenye WhatsApp, tutafanya verification, tukuje kutazama. Mungu awabariki, kwa sababu sisi media Goma Bukavu TV ni sehemu, na media Goma TV tunabidi tuhakikishe raia, population wale wanapitia changamoto wamoja, tuweze kumaliza wote. Lakini tukipata msaada mwingi zaidi, tutawatazama wote kupitia neema ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana nimerejea kwenye habari hizi mashabiki zangu, na kukuwa pamoja na mimi, kwa sababu kuwa nawapea habari sana, kuwapea habari sana ya kuambia mapigano yameendelea huko na huko, kwa watu wenye huko wanapitia changamoto, na si watazame tayari. Hakuna tofauti yangu na ule mwenye ana roho ya kusipoangalia wale. Ndio maana media tuliwaambia, hizo media zetu Bukavu TV, media Goma TV,
support, tunatangaza habari na tunaenda kwenye uwanja kutazama hao watu wanaopitia changamoto ni wakina nani. Ni wenzetu wale. Sisi hata wewe kama uko tu Kongo, atuangalie kabila yote, kwa sababu hakuna mtu alijiumba kati yetu. Sisi wote tulijiumba tukajipata, mimi ni kabila fulani. Kama mimi tunaozungumza, moi je suis Rega, mimi tunazungumza moi je suis Rega, mimi ni Mrega, mama yangu ni Mbembe. Unaelewa vizuri? Sasa hapo tunaangalia, atuangalie kabila yote, tunaangalia yoyote anaozungumza, yoyote anaopitia changamoto, mwenye iko tu ndani ya jamhuri ya ndani ya nchi iko tu, yeye ni Mkongomani, kwa sababu yoyote iko na carte d'électeur. Nous sommes le peuple du Congo. Tunamtazama yote, tuangalie kabila. Hata kama uko kabila fulani, usiseme kwa sababu mimi ni Mrega nenda kuangalia Warega wenzangu. Hapana. Kama mimi ni Mbembe nenda niangalia Wabembe wa ndugu zangu. Hapana, s'il vous plaît. Hapa hatuna hiyo kabila. Hapa tunatazama. Ukiangalia hata watu mimi naenda kuangalia sio Warega, kwa sababu Warega wapitie wako Shabunda. Warega wapitie changamoto. Wabembe mnajua tuko Fizi. Wabembe hakuna vita yenyeko Fizi, mnajua M23 hajaingia Fizi. Hata kama wanapitia huko kona, sijaangalia. Hata ukiangalia sijaenda visit hata Wabembe mimi. Warega sijawaangalia wengi. Kuna wale nimeangalia, wale wenyewe walikufisha watoto juzi mwezi wangapi, na wengine wale ule mama alipigwa masasi. So wale wenyewe tunatazama, na mimi natazama wale, msaada wangu kidogo napeana, lakini wengi nimeangalia ni watu wengi Washi tumeangalia, Wafulero tumeangalia, Wanyindu huko upande wa Nord Kivu kabisa sana. Walikale tumeenda huko Ituri, Beni, nilikuwa Lubumbashi mwezi wa pili. Sio kusema tunaangalia mpaka vita, tunaangalia watu viko na magonjwa tofauti. Mashabiki zangu, sasa ninawashukuru kuwa pamoja na mimi leo. Nilikuwa nataka niwaambie update ya programu zetu tulikuwa nazo kwenye kusafiri kwetu, lakini katika habari zangu leo, habari ni moto mengi zaidi, na sina mingi leo ya kutangazia kuhusu mambo ya vita kupitia media Bukavu TV. Habari nilikuwa nataka niwapatie ni kuambia programu tunairudisha gisi ilikuwa mbele. Programu ya media tumeirudisha gisi ilikuwa mbele. Mnakumbuka nilikuwa nikiwatangazia habari ya asubuhi, habari ya mchana na habari ya jioni kwa muda, mnakumbuka. Lakini media Goma TV nayo tumerudisha habari kwa usawasawa. Programu ya media Goma TV imerudi kama kawaida, saa 1, saa 5:30, saa 10:30, saa 1 jioni. Media Goma TV iko na programu 4. Media Bukavu TV iko na programu 3. Saa 2 tulibadilisha, saa 1 ikakuwa saa 2, saa 7, saa 11. Sijui kama unanisikiliza. Ndio hizo programu zenye ziko kwenye media Bukavu TV. Mashabiki zangu, leo ni siku sitawatangazia eneo kuna vita kwa Bukavu TV, s'il vous plaît. Leo nimewatangazia eneo mambo yenye tutakuwa nayo, na yoyote anaweza kuwa nataka msaada, na yoyote anaweza kutaka kuwa napeana msaada, yoyote anaweza jiunga na sisi ndani ya media Goma TV, ndani ya media Bukavu TV, kwa kusaidia wale wajane, kwa kusaidia mayatima, kwa kusaidia wale wanapigwa masasi, vijana wetu wa wazalendo, kwa sababu mimi nadili sana na wazalendo. Vijana wazalendo wengi wenye mimi nimepata na wamepata msaada kweli. Ni hili watu niliwakataza, nikawaambia msiende mujigambe kwenye watu kama mmepata msaada, kwa sababu msaada hatuweze kuja tuitangazie watu wewe umepata msaada, kwa sababu unaweza kuuawa. Mnajua maisha yetu ya Kongo, watu wanauawa mchana na usiku. Ndio maana nimewatangazia kuambia media Goma TV, media Bukavu TV hatuoneshe habari zenye msaada. Kuna wale waliomba video, nikamwambia s'il vous plaît, kwenye utaratibu wetu wa media sisi hatukuje kuonyesha watu msaada tunapeana. Sisi tunakuja kupeana msaada wetu kwenye inaitwa private hapo
Ikimalizika tunakuja tunatangaza tulisaidia watu fulani, lakini hatuwataje majina. Na kwa sasa tulibadilisha, hatutaji majina ya wale matajiri wanatusaidia, kwa sababu nayo hiyo itaweka maisha yao tarini. Sasa tunaweka mambo kwenye utaratibu, lakini nikisema Amerika, ule mwenye alipeana msaada wake tayari anajijua. Nikisema Kanada, ule mwenye alipeana msaada wake Kanada anajijua tayari, kwa sababu Biblia inasema, maandiko matakatifu inasema nini? Huyu mkono ukipeana, huyu mkono mwingine usijue ni hii mkono inapeana nini. Sijui kama unanielewa vizuri. Ndio maana nakwambia huyu mkono wa kulia ni mkono mwenye uliolaaniwa, na ndio maana huyu mkono ni mkono wenye baraka. Ndio maana tunafanya nini? Huyu mkono ukipeana kwenye wajane sio vizuri. Huyu mkono ujue umepeana nini, kwa sababu huyu mkono ni laana. Sasa watu wenyewe tutasaidia, sio vizuri watu wa nje wajui tumesaidia nani, kwa sababu ndio yeye nimepatia mfano moja na huu mkono, kwa sababu wale wakijua tayari, hatujui ni nini watateta, hatujui ni nini watapangia wale watu kwa kuwamaliza ama wauawe. So ndio maana tumekwambia mkono unaopeana ni mkono huyu wa kuume, kwa sababu ni mkono uliobarikiwa. Na wewe kama una mkono unataka kubarikiwa, atua wewe umelala vizuri, umekula vizuri, ndugu zako wamekula vizuri, na wewe hausaidii watu. Acha nikwambie kweli, hausaidii watu wanaopitia changamoto ya vita. Nuna uwezo ya kutuma saki moja ya unga, $100, $50, $20, $10. Hakuna msaada mdogo kwa kusaidiana umepeana na roho moja. Hata kama $5 umepeana na roho moja, Mwenyezi Mungu atakuzalishia hiyo, kwa sababu haujui ya kesho Mungu anaweza kubadilisha nini. Kama kusaidia wewe, anaweza kusaidia. Kama ausaidiwe na mtu, ule mtu uliyosaidia hata kusaidia, haujui wewe mtoto wako atasaidiwa na nani. Mashabiki zangu nawatakia kwa kweli, hili nilikuwa ni habari nilikuwa nayo, nataka niwapatie programu zenye tuko nayo kwa sasa. Tumekuja na habari moto ya kuwasaidia mayajane, mayatima zaidi, na kuna wale tumeweza kusaidia, na Mungu awabariki na aendelee kuwalinda wale, na sisi Mungu atuwezeshe na tuendelee kupata watu watatusaidia, tuwe na miliki kusaidia watu wengine. En tout cas, je vous remercie tout le monde, vous avez participé, vous avez écouté. Wewe uko na moyo wa upendo wa kutusaidia, utatuandikia hapa mara moja kwenye WhatsApp, ama kama hujaona namba yetu ya WhatsApp, utaenda kwenye YouTube, utaona namba yetu ya kazi iko pale. Mara moja namba ya WhatsApp iko hapo kwenye description, utaona namba ya WhatsApp. Hapa kama hujaona, niandikie kwenye comment, nitumie namba yako. Ukiandika kwenye comment, tuma namba yako, mimi nitakuandikia kwenye WhatsApp. Asante sana. Nikiona kwenye namba kwa WhatsApp kwa comment, najua wewe uko na umoja unataka kusaidia. Na kuandika mara moja nikupatie namba yetu ya WhatsApp, utuambie 2 3. Bye bye, Mungu awe pamoja na nyinyi, tupitane kwa habari zetu zingine.